Bwana, itaneni. Angalia tu msikanyagane tafadhali. Naombeni muingie taratibu mdogo. Mzigo sehemu ya 6 huu hapa. Lakini pia niseme shukrani zangu za dhati kabisa kwa wale wote ambao jana walifanya mambo ya bando na leo nimejikuta humu na naingia. Na mimi nikiwa ni boss. Mabando yamejaa mpaka yanamwagika. Bwana, asanteni sana kwa wale wote ambao jana waliguswa wakaniwekea mabando. Lakini pia shukrani zangu za dhati zikufikia wewe ambaye sasa hivi unaisikiliza hii hapa Sweet Love sehemu ya 6. Bwana, wewe ni mnoma sana mtu wangu. Sasa karibu kwenye hii sehemu ya 6. Na kama utakuwa unakumbuka vizuri kwenye sehemu ya 5, bwana, tuliishia pale ambapo kulikuwa kuna msafara uliowazingira Ethan pamoja na Eliana. Sasa tukanajiuliza ule msafara ni wa nani? Na kama ndo Mheshimiwa Rais sasa itakuwaje? Itakuwa ni balaa. Hebu karibu kwenye hii sehemu ya 6 tupate kujua hasa kile kilichoweza kuendelea ndani ya hii simulizi tamu ya kuitwa Sweet Love. Baada ya kutoka kituo cha polisi cha Msimbazi wakiwa katika maeneo ya mitaa ya Upanga, ghafla milio ya ving'ora vya magari makubwa iliwakatisha mawazo. Msafara wa magari kifahari uliwasogelea kwa kasi mno, ulizunguka gari dogo walilokuwa wamepanda. Watu waliokuwa barabarani walipiga kelele kwa mshangao, wengine wakakimbia kwa hofu. Ghafla mlango wa mbele wa gari la kifahari ulifunguliwa. Ademola alishuka kwa jeuri na haraka, akiwa amevalia suti nyeusi ya kifahari, miwani yenye fremu ya dhahabu na uso wa hasira uliotanda kwenye paji lake. Bila hata ya kuwasalimia wala kuuliza, kijana huyu Ademola alielekea moja kwa moja kwa Eliana na kisha akasema kwa sauti kali, "Eliana, ingia ndani ya gari. Nimekutafuta kila mahali. Unajua ya kuwa tulikuwa tuna kikao na baba yako kesho kuhusu ndoa yetu. Huu ni upuuzi gani sasa unafanya? Nenda kwenye gari, tuondoke." Victor alishangaa. Hakuwa anamjua kiundani zaidi ya Ademola, zaidi tu kumjua kama ni mmoja wa wafanyabiashara wakubwa waliowekeza hapa nchini. Victor alimtazama Eliana. Alimwona Eliana hakuwa na furaha kabisa na ujio wa Ademola pale. Mpaka hapo Victor alihisi ya kwamba huenda Ademola sio mtu mzuri kwa Eliana. Bila kutarajia, alijikuta Victor akisimama na kisha akamkingia kifua Eliana mbele ya Ademola. Alimtazama Ademola kwa macho makali na kisha akamwambia, "Sikiliza wewe jamaa. Sijajua unafahamiana vipi na Eliana, ila kwa sasa Eliana yuko salama na mimi, na uwezo kumchukua na kumpeleka popote pale bila yeye mwenyewe kupenda. Yupo na mimi kwa hiari yake, unatakiwa kuweza kulitambua hilo." Hapo Ademola alicheka kwa dharau. Eti kwa hiari yake? Wewe unafahamu mimi ni nani wewe kijana? Mimi sio mtu kutapeliwa. Sawa? Unatakiwa ukae mbali na mimi. Mimi sio hadhi yako. Unajua mimi nani? Unatakiwa kujua kwamba Eliana huyo ni mchumba wangu wa halali kabisa, na harusi yetu ipo kwenye mipango ya kifamilia. Huwezi kumzuia. Unadhani Eliana atakaa na mtu kama wewe mwenye suruali isiyooshwa vizuri? Wewe vipi wewe kijana? Moyo wa Victor ulijaa hasira. Kauli za Ademola zenye dharau zilishusha kabisa heshima yake, na akiwa kama mwanaume Victor ilimchoma. Victor alimsogelea Ademola hatua mbili karibu, uso kwa uso. Sasa wakawa wanatazamana. Victor akasema, "Sikiliza Wakenge, fedha zako haziwezi kuninyima mimi heshima. Sasa kama kweli Eliana ni wa kwako, kwa nini unamtafuta barabarani? Kwa nini huna amani bila yeye? Hivyo kweli Eliana unamjua wewe, au unamnyanyasa kwa jina la uchumba? Wewe kijana, wewe kijana, nakujua vizuri tu. Nakujua wewe unaitwa Victor Mazanda, wewe mtoto wa waziri mkuu. Sasa usifikiri kwamba hata siku moja huo wadhifa wa familia yenu unaweza ukawa na nguvu kwangu. Mimi ndo Ademola. Kauli yangu moja tu kwa Mheshimiwa Rais, baba yako anatenguliwa waziri mkuu,
na hapo ujiulize wewe utakuwa kwenye nafasi gani. Kwa hiyo wewe kijana, kabla sijaharibu maisha yako bwana mdogo, pisha njia nimchukue mpenzi wangu. Huna hadhi ya kummiliki mwanamke kama Eliana. Eliana ni wa kwangu, Hebu nani huyu? Sijui unaongea vitu gani we mpuzi? Hii nchi sio yako bwana. Wewe nani sijui? Mademola sijui, Madomola sijui. Wewe ni mgeni tu kama wageni wengine. Uko hapa kwa sababu umewekeza miradi yako kwa watu wengine. Lakini nikwambie tu kitu kimoja, huna nguvu yoyote kwangu wala kwa baba yangu. Nafasi ya waziri mkuu alionayo baba yangu alipata kwa mujibu wa katiba na sheria za hii nchi yetu. Sio kwamba aliamua tu kutoka chumbani akawa waziri mkuu. Alipitia hatua zote za mchakato na akakidhi vigezo vya kuwa waziri mkuu. Hivyo huwezi kumuondoa wewe kama kwa namna yoyote ile ambayo unaijua. Ni Mungu pekee ndiye mwenye uwezo wa kuamua kama awe waziri au asiwe waziri, lakini sio wewe. Na kwa ushauri tu, ni vyema ukapotea haraka sana mbele ya uso wangu, kwa sababu unaweza nikaharibu sura yako muda si mrefu. Sikiliza wewe kiburi chako kitakuponza Victor. Yaani usijaribu kucheza na mtu ambaye hujui nguvu yake ni ipi. Pisha njia nimchukue mwanamke wangu. Wewe bwana, sikiliza wewe bwana, huna mwanamke hapa. Hebu muangalie kwanza Eliana. Na uso wake. Unadhani ana furaha kuwa na wewe? Unadhani anataka kuondoka na wewe? Hilo halikuhusu kama Eliana anataka kuondoka na mimi au hataki kuondoka na mimi. Linanihusu, na ndio maana niko hapa kwa ajili ya kuzuia hilo. We Victor, pisha njia nakwambia. Sasa wewe kama kweli kidume, jaribu kugusa hata unywele wa Eliana tu, ndio utajua kwamba mimi ni nani. Kumbe unajifanya we kidume Victor, si ndio? Ademola hakuwa na mzaa. Kijana huyu wa Kinigeria, umwambie kitu kwa Eliana. Kwa kushtukiza, alimtwanga ngumi nzito usoni Victor. Ngumi hiyo ilimpelekea Victor aende mpaka chini, huku damu zikianza kumchuruzika pembeni ya jicho, maeneo ya juu hapa. Ademola alipoona Victor yuko chini, alikuwa na ugudia maumivu. Aliamini kuwa tayari ameshashinda. Alitaka kumchukua Eliana, lakini pale pale alikutana na teke zito lililompeleka chini kama kiroba cha mahindi toka mgongoni mwa kuli wa mizigo sokoni. Victor hakuishia hapo tu. Alianza kumtembezea kichapo Ademola, kitendo ambacho kilichofanya walinzi wa Ademola ilibidi waingilie kati. Hata hivyo, bado na wao hawakufua dafu. Victor alionekana kuwa na nguvu za ajabu kiasi cha kuwagaragaza vibaya mabounsa wote wa Ademola, na kisha kammalizia na Ademola aliyekuwa yuko chini akiugulia kwa maumivu makali mno. Victor anapiga bwana. Victor anatandika mkono, utadhani kwenye ile simulizi ya Power, yule kijana anayeitwa Ethan. Ademola, huyu kijana wa Kinigeria, baada ya kuona kazidiwa, aliamua kutoa bastola yake na kisha kamnyoshia Victor. Victor, nitakuua. Usijaribu kuingia kwenye anga langu. Mimi sio mtu wa kawaida. Potea hapa. Kama bado unataka kuendelea kupumua, toka. Victor kwa ujasiri mkubwa alimtazama Ademola na kisha kaambia, sikiliza wewe. Wale waoga wa kifo hukimbilia bastola. Wewe kama kweli unajiweza, fyatua hiyo risasi yako. Ila Eliana sikuachie. Labda nikiwa nimekufa ndo nitakuachia. Nye, mjue kwamba Ademola hakuwa na mzaa. Kwa hasira alizokuwa nazo, alianza kukoki ile bastola yake. Eliana alitambua kwamba kama asipofanya kitu, Ademola anaweza kweli akamdhuru Victor. Eliana alimwaya Ademola na kisha akaishika ile bastola huku akiwa anaongea kwa upole na hisia kali. No. Basi Ademola, unataka kufanya nini sasa? Hivi unafikiri kwamba ukimuoa Victor, babangu atakubali wewe kunioza kwako? Hebu acha. Kauli hiyo ilionekana kidogo kumwingia Ademola, hivyo alikubali kushusha bastola yake chini. Eliana alimtazama Victor na kisha kwa upole akamwambia, Victor, rudi nyumbani, nitakuja baadaye. Victor alishangaa.
Yaani kajitoa muhanga kumpambania Eliana, alafu mwisho wa siku bado Eliana anataka kuondoka na Ademola. Victor alimtazama Eliana kwa macho makali na kisha akamwambia, unazungumza kitu gani wewe Eliana? Kwani wewe ni nani kwako? Kama ni mwema, kwa nini aje kuweza kukuchukua kwa nguvu kwangu? Victor, hujui kitu wewe. Nenda, mimi nitakuja baadaye. Wala sitaki uje hiyo baadaye. Na nisikuone tena nyumbani kwangu, alisema Victor, na kisha aliingia kwenye gari lake na kisha kaondoka. Kitendo hiko kilimfurahisha sana Ademola, kijana wa Kinigeria, kwani alijiona kashapata ushindi mbele ya Victor, mtu ambaye tayari alikuwa ameshaanza kumfuatilia mara tu baada ya kugundua kuwa Eliana anaishi nyumbani kwake. Ademola na Eliana waliingia kwenye gari na kisha wao wakatoweka katika eneo hilo kwa kasi ya kimbunga. Wakiwa wako njiani, Eliana alianza kumfokea Ademola kwa nini kafanya lile tukio. Hivi unajaribu kufanya kitu gani Ademola? Unaweza kunivamia mimi na Victor? Eliana, unaongea vitu gani sasa? Yaani kwa wiki 3 sasa, unajua mimi nimekuwa nikikufuatilia. Na hatimaye nikagundua kwamba unaishi kwa Victor, tena kwa siri bila hata babako kujua. Hivi unajua kama wewe ni mtoto wa rais? Na isitoshe ni mtoto wa kike. Kwa hiyo kama mimi ndo mtoto wa rais, makazi yako ni Ikulu tu. Na kama sio Ikulu, basi ni kwa mume wako mwenyewe ambaye ni mimi. Eliana, mimi ndo mume wako. Ademola, kimya. Kaa kimya Ademola. Tena usizidi kunikwaza. Mara ngapi nakwambia kwamba sihitaji kuolewa na wewe? Eliana, kwa nini unataka kuolewa na mimi Eliana? Eliana, mimi na kila kitu. Chochote unachotaka mimi naweza nikakupa, na isitoshe familia zetu zina ukaribu. Ina maana wewe huoni kama muunganiko wetu utakuwa ni wa nguvu zaidi Eliana? Hebu usiniletee ujinga wako mimi. Huo muunganiko mimi haunihusu. Elewa ya kwamba sikutaki Ademola. Kwa nini lakini unakuwa ni mgumu kunielewa? Kwa unamtaka yeye, si ndio? Unamtaka Victor. Ni vizuri kama umelitambua hilo. Hivi babako anajua huo ujinga unaofanya wewe? Wewe inakuhusu nini? Eliana, Victor atakupeleka wapi yule? Victor ana maisha gani kifahari ambayo anaweza kukupatia? Hebu fikiria mara mbili. Kwa hiyo nadhani pesa ndo kitu cha pekee kwenye ndoa, si ndio? Pesa sio kila kitu Eliana. Hilo mimi natambua. Kama kwenye ndoa kuna muda wa mapenzi ya kweli na kujitoa kwa mwenza wako. Sio kwamba mimi siwezi kufanya hivyo. Tatizo hujanipa tu nafasi ya kufanya hivyo Eliana. Muda wote umekuwa kubizibize na yule mpumbavu yule. Mtu ambaye haonekani hata kuendana na wewe. Yule sio type yako. Ademola, unapaswa kutambua mimi na wewe kufunga ndoa sana kuchanganya maji na mafuta. Hata ufanye nini, lazima mafuta yatajitenga tu. Na ndivyo ilivyokuwa kwangu. Ademola, siwezi kuwa na wewe. Okay. Sawa basi. Ngoja tuone babako atamua nini kipindi atakapojua huu ujinga ambao umekuwa ukiufanya kila siku. Hapo Eliana alishtuka. Moyo wake uliingiwa na ubaridi. Alitambua kuwa ikiwa baba yake atajua alichokuwa anakifanya, atakasirika sana. Ademola, usifanye hivyo. Mimi siwezi Eliana. Umeshachelewa. Sirudi tena nyuma. Lazima babako ajue kila kitu. Halafu tuone sasa kama huyo mpumbavu wako ataendelea kufanya kazi kwenye ofisi ya rais kama mkurugenzi mkuu wa idara ya maendeleo kwa vijana. Hapo Eliana macho alimtoka. Alijua kabisa ikiwa baba yake atajua ukweli huu, basi ni wazi maisha ya Victor yatakuwa ni magumu mno. Alimtazama Ademola kwa upole na kisha akasema, Okay. Kwa hiyo unataka nini?
ili usiseme isiri kwa babangu. Naam, kwanza hapo Ademola aliacha tabasamu na kisha akasema, Eliana, mimi ninachokitaka mbona unakijua? Kama ukiwa malkia wangu huko Nigeria, nitakufanya kuwa ni mwanamke mwenye nguvu sana hapa barani Afrika. Eliana alibaki akimtazama tu, huku moyoni mwake akiwa na hasira zisizokuwa na mfano. Kama kuwa mtu isingekuwa ni dhambi, isingekuwa kinyume na sheria, basi kwa hakika Eliana angemuua Ademola, ili mradi tu awe na amani na penzi ambalo mpaka sasa bado analipigania kwa kijana Victor. Naam, msikilizaji, kwa upande wa Victor, yeye tayari alikuwa ameshafika nyumbani kwao. Baada ya kupaki gari, aliita house girl mmoja, alibeba vile vitambaa kuingiza ndani, huku na yeye akifuata kwa nyuma taratibu. Alifungua mlango wa nyumba yao kwa kizunguzungu cha mawazo, moyo wake ukiwa ni mzito na kichwa kikimuuma kwa presha kwa yale yaliyomtokea. Victor alijua kabisa ya kuwa hakupaswa kumwacha Eliana aende na Ademola, lakini kwa namna alivyokuwa amechanganyikiwa, hakujua tena lipi ni sahihi. Alipovua viatu mlangoni tu, sauti ya bibi yake ilimbananisha kama radi nyepesi kutoka ndani ya sebule. Victor, umerudi? Bibi alimuuliza kwa sauti ya upole wa kawaida lakini yenye ukali wa ndani. Victor alicheka kwa dhiaka, alitingisha kichwa kana kwamba hataki mazungumzo ya kina. Bibi, nimerudi. Rehema ameenda kwao, hatorudi tena. Victor aliyasema hayo huku akitembea kuelekea chumbani kwake kana kwamba ni jambo la kawaida tu, lakini kabla hata hajapiga hatua mbili, bibi yake aliruka kutoka kwenye kiti kama mtu aliyekumbwa na moto. Vitambaa alivyokuwa amevishika mkononi, kilemba na shuka ya mgongoni, alivitupa sakafuni kwa hasira ya ghafla, kitu ambacho Victor hakuwahi kuona kwa mzee huyo mnyenyekevu aliyemlea kwa upole na maneno ya busara maisha yake yote. Nataka kujua umemfanya nini Rehema? Bibi alipaza sauti kwa ukali uliojaa na machungu. Victor aligeuka kwa mshangao. Bibi, vipi tena? Mbona unaleta presha kwa jambo dogo tu bibi? Victor alijaribu kucheka kwa mdomo, lakini macho yake yalijaa uoga. Yaani wewe unaona hili ni jambo dogo? Hivi unajua yule binti ni muhimu kiasi gani hapa ndani? Wewe kama nani mpaka umrudishe kwao? Au kwa sababu hii ni nyumba yako, si ndio? Jabari bibi yangu, sasa hayo yote yanatoka wapi? Hebu kaa kimya bwana. Umenikwaza sana Victor. Kama kuna siku umewahi kunikwaza kwenye maisha yangu, basi ni pamoja na leo. Ulijifanya umekuwa mkarimu kwake leo, lakini kumbe lengo lako lilikuwa ni umfukuze Rehema. Kwa nini unakosa hata chembe ya huruma hata kidogo tu? Hivi unajua maisha umasikini wewe? Umezaliwa umekuta wazazi wako wana maisha mazuri. Sasa kwa nini unakosa hata huruma na upendo hata kidogo kwa mwenzio? Unamfukuza yule binti, unataka aishije, na alishakwambia kwamba kazi hii ndo inayoendesha maisha yake na familia yake. Unataka binti wa watu aishi maisha gani unamfukuza? Victor alikosa cha kusema, lakini akilini mwake alitambua kabisa ya kuwa Eliana katumia uaminifu wa bibi yake kumwaminisha ya kuwa yeye ni binti maskini anayetegemea ile kazi ya house girl, kitu ambacho si kweli. Hii ilimfanya zidi kumchukia sana Eliana. Kwa kutambua hasira ya bibi yake, ilibidi Victor awe mpole. Alimsogelea na kisha akamwambia, bibi, sio kama unavyofikiria. Sio kitu gani? Sio kitu gani Victor? Yaani una elimu kubwa lakini unashindwa kabisa kutambua kipi cha thamani kipi kwako, si ndio? Victor alinyamaza. Alijihisi mdogo sana mbele ya bibi yake kuliko hata mtoto wa darasa la kwanza mbele ya mwalimu mkali. Aliinama kidogo, lakini bibi hakumpa nafasi. Victor, sasa nakwambia hivi. Kama mimi bibi yako, nenda kamlete Rehema hapa. Nenda kamrudishe hapa ndani Rehema. La sivyo nitaondoka mimi na hutoniona tena nikitia mguu wangu hapa ndani kwako.
Wanafamilia wengine waliokuwa sebuleni walibaki kimya. Walimtazama Victor kwa macho ya maswali. Hakuna aliyethubutu kusema neno. Ukimya ule ulizidi kumuumiza Victor zaidi hata ya maneno ya bibi yake. Alishusha pumzi ndefu, alifungua mlango na kisha alitoka nje. Kiukweli Victor hakujua hasa alipokuwa anakwenda. Hakujua ni wapi hasa alipokuwa anakwenda. Hakujua Eliana yuko wapi. Hakujua ni wapi hasa alipokuwa anakwenda. Victor hakujua Eliana yuko wapi. Hakujua kama bado anamchukia au kama angemkubalia tena. Lakini Victor alijua kuwa bibi yake alikuwa na hasira halisi kabisa. Ni hasira zile zilizokuwa na uzito mkubwa kuliko hata kifungo cha damu. Alitembea bila mwelekeo Victor mpaka alipofika kando ya barabara kuu. Alisimama kando ya taa za barabarani huku magari yakipita kwa kasi. Alipiga simu, lakini simu ya Eliana haikupatikana. Alipiga tena, haikupatikana. Victor alihisi kukata tamaa. Lakini kabla hajaanza kurudi nyumbani, akasikia ujumbe wa sauti ukimjia kutoka kwa namba ambayo hakuweza kuihifadhi. Aliufungua kwa tahadhari ujumbe ule, na sauti ya Eliana ilisikika ikisema polepole na kwa utulivu, lakini yenye hofu iliyojificha ndani yake. Victor, naomba usinitafute kwa sasa. Nahitaji muda kufikiria. Siwezi kuelewa tena nani wa kumwamini. Nimechoka. Nitaonana na wewe nikisha kuwa tayari. Tafadhali usije ukanitafuta. Sauti ile ilikatika ghafla, iliacha ukimya mzito masikioni mwa Victor. Kwa mara ya kwanza tangu aingie kwenye mgogoro huo, alihisi moyo wake umevunjika vipande vipande. Sauti ile Eliana haikuwa ya matusi wala ya hasira, bali ya kuumia kwa kina. Alihisi macho yake yakiwa na uchungu wa machozi. Aliinamisha kichwa huku mikono ikiwa mifukoni. Kwa sauti ya chini alijinong'oneza kwa kusema, nilikosea. Lakini siwezi kumwacha Eliana apotee hivi. Sina namna nyingine zaidi ya kuweza kumrudisha tu nyumbani. Siwezi kukosana na bibi yangu kwa sababu yake Eliana. Kwa haraka aligeuka nyuma na kuanza kutembea tena, sasa akihisi moyo wake ukimwelekeza mahali ilipokuwa Eliana. Alikuwa tayari kwenda kokote kule, hata ikibidi kwa Ademola, ili mradi tu amrejeshe Eliana. Naam, msikilizaji, tukiachana na huko, tunakuja Mabibo, nyumbani kwa kina Hafsa. Hafsa alikuwa yuko sebuleni kwao. Amejiegemeza tu vizuri tu kwenye kochi jeupe lililokuwa limechakaa kidogo kwa matumizi ya muda mrefu. Runinga ilikuwa inaonyesha kipindi cha watu na matukio, lakini macho yake hayakuwa kwenye skrini ya Hafsa. Macho ya Hafsa yalikuwa yamejaa mawazo, na ndipo mara mlango wa chumba cha mama yake ukafunguka kwa kishindo, na sauti ile ya kawaida Uswahilini ilichomoza kama radi. He, binti wa watu, we kazi yako kukaa tu hapa kama sanamu la Kariakoo, si ndio? Hujui hata kuuliza mwenza wako anaendeleaje? Alafu ndo unataka uwe mama mjengo kwa Victor kweli? Yaani unakaa hapa unatazama sinema miguu tu iko juu bila hata kutaka kujua kinachoendelea kwa Victor. Hivi kweli Hafsa? Hafsa aligeuka polepole. Macho alimtazama mama yake, afahamikaye kwa jina la Mama Mweusi ama Kungwi, mwanamke mwenye sauti ya kushika majirani wote bila kipaza sauti. Mama huyu ana domo, si mchezo. Mama huyu alikuwa amevaa kanga ya bluu iliyokuwa imebana kiunoni, na mikono yake ilikuwa imehamasika kwa kila neno. Jamani mama, hasa mbona unasema hivyo? Kwa sababu naona kabisa unaenda kupoteza mpambano kwa house girl wa Victor. Mama, kivipi? Yaani wewe toka umerudi hapa sija kuona hata ukimpigia simu wala kumtumia meseji, na mbaya zaidi sijui hata kama unajua kama mshindani wako kaondoka au la. Halafu ndo unataka uwe mama mjengo kwa Victor. Hivi wewe una akili kweli wewe? Mama, Rema sio mshindani wangu mama. Yule ni house girl tu kama house girl wengine. Sasa kama ni hivyo, mbona ulikuwa unahisi kama anakuchukulia Victor wako?
Siwezi kuumiza kichwa changu kwa sababu ya Victor. Hawezi kuwa na binti kama yule wa low class mama. Yule ni low class yule binti. Utamfanisha yule binti na mimi mama? Mimi niko high level. Yaani hapo ndipo unapokosea binti yangu. Hapo ndipo mahali ambapo binti yangu huwa unakosea kila siku. Hivyo ulishawahi kusikia story ya Daudi na Goliati? Natumaini unaijua Kuwa makini, tena uwe makini sana. Na kuangalia tunaona kabisa una tabia za Goliati wewe. Kwamba unajiamini hakuna kumchukua Victor kwako Ila kaa ukijua usipokuwa makini, utaishia kama Goliati. House girl atakupindua na hutuamini. Kosa mama nifanyaje? Hebu nyanyuka nenda kwa Victor bwana we. Ni mama nifanyaje? Hebu jifanye umeenda kumtembelea ili ujue kama house girl wake ameondoka au la. Naye mama, nimekuelewa. Naam, msikilizaji, kwa wakati huo kwa upande wa pili tunapata kumwona kijana Victor alikuwepo kwenye gari lake ambalo alikuwa amelipaki kando kando ya barabara. Mikono yake ilikuwepo kwenye usukani, lakini moyo wake ulikuwa uko mbali sana. Mbali na jiji la Dar, mbali na magari yanayopita, mbali hata na sauti ya redio iliyokuwa inabunjika kwa sauti ya taratibu ya muziki wa R&B wa zamani. Mawazo yake Victor yote ilikuwa yapo kwa Eliana. Kila alivyofunga macho aliona uso wa Eliana. Alisikia kicheko cha Eliana. Alikumbuka macho yake yalivyomtazama kwa huzuni baada ya kumzuia Demola. Eliana yuko wapi sasa? Alijiuliza Victor kwa sauti ya chini, kana kwamba angeweza kujijibu. Ghafla, kama radi ya ghafla iliyokatiza anga la kimya, wazo moja likampiga kichwani, ya kwamba Eliana yupo Ikulu. Ndiyo, sehemu ya mwisho ambayo kabisa Eliana angeweza kurudi ni Ikulu. Labda aliamua kurudi kwa baba yake, labda alikasirika baada ya mzozo barabarani, labda alihitaji muda peke yake. Victor hakusita tena. Aliwasha gari, akabana usukani, alivuta pumzi ndefu na kisha kaliondoa gari kwa kasi ya utulivu kuelekea eneo la Ikulu. Barabara zilikuwa zina shughuli kama kawaida, lakini kila kitu kwake Victor kilionekana kama sinema ya kimya. Akili yake haikusikiliza honi za magari wala kelele za watu waliokuwa wakivuka barabara. Alikuwa ni kama mtu aliyeingia kwenye maono mazito. Safari yake ilikuwa ni ya moyo, sio ya miguu. Alipokaribia na geti la Ikulu, askari wa zamu walimtazama kwa umakini. Victor hakuwa mtu wa kawaida. Sura yake ilijulikana kama mfanyakazi ndani ya ofisi ya rais, lakini hilo bado halikuzuia maafisa wa usalama kufanya kazi yao. Askari mmoja alimtazama Victor na kisha akamwambia, "Samahani mheshimiwa, una miadi yoyote hapa Ikulu?" Askari huyo aliuliza kwa sauti yenye staha lakini yenye msisitizo. Victor ilibidi avue miwani yake ya jua. Alimkazia macho yule askari akamwambia, "Nataka kuongea na Eliana na ni muhimu sana." Samahani bwana, binti wa rais hayupo hapa. Aliondoka tangu juzi na hadi sasa hajaripotiwa kuweza kurudi. Una uhakika? Tuna ratiba kamili za wapitao wote hapa kitini. Hatujamwona akirudi, ila kama uko na namba yake unaweza ukawasiliana naye moja kwa moja. Askari huyu alimjibu kwa sauti ya kitaalamu kabisa. Victor alirudi ndani ya gari lake taratibu. Alishusha pumzi ndefu. Sasa kama Eliana hayupo Ikulu, yuko wapi? Ina maana kwamba Eliana atakuwa yuko na Demola. Victor aliwaza kwa sauti huku akiwa kashikilia usukani wa gari lake. Alivuta simu yake mfukoni, akajaribu kumpigia Eliana, lakini simu yake haikupatikana. Aliingia WhatsApp, lakini bado aliona meseji alizomtumia hazijasomwa. Akiwa bado anawaza nini cha kufanya, aliweza kumwona msaidizi wake Kasim akiwa anakuja ndani ya jengo la utawala mbio mbio, huku akiwa na faili mkononi. Alifungua mlango wa gari lake na kisha akamuita ili kuweza kujua ana nini, maana hakuonekana kwa kawaida. Bosi, kumbe uko hapa. Nimeambiwa leo hauko ofisini. Aliongea Kasim. Victor akasema ndio.
kuna jambo nalishughulikia. Nini hicho umebeba? Na mbona kama vile una shauku? Bosi, hili ni faili la umuhimu. Kuna mtu kalileta nyumbani kwangu usiku wa kuamkia leo, na hata sijui ni nani, ila cha muhimu ni taarifa zilizopo ndani. Kuna taarifa gani? Ni kuhusu huyu mfanyabiashara Ademola. Anajifanya mwekezaji bora sana hapa nchini, lakini kimsingi ni mwizi wa taifa. Hapo Victor alishangaa. Ilibidi amuulize vizuri, Kasimu, mwizi wa taifa una maana gani? Yaani bosi, iko hivi. Kwa miaka mingi sana huyu jamaa amekuwa anakwepa kulipa kodi kupitia biashara zake anazofanya hapa nchini. Yaani yeye peke yake tu kaitia TRA hasara zaidi ya mabilioni ya pesa. Kasimu, unasema kweli ama? Bosi, faili hili hapa, shika uone mwenyewe. Victor alilishika lile faili taratibu kabisa, huku macho yake yakiwa hayafumbuki kabisa. Alikuwa kama amepata silaha aliyokuwa akihitaji kwa muda mrefu. Alitazama kwa sekunde kadhaa na kisha kainama kidogo, akamuuliza Kasimu kwa sauti ya chini lakini yenye msisitizo, "We Kasimu, umehakikisha haya ni ya kweli Kasimu?" Bosi, hayo mimi nimeyakagua mara mbili bosi Victor. Hii ni ripoti ya ndani kutoka TRA, na hapa kuna nyaraka za kampuni za Ademola zilizofunguliwa kwa majina tofauti, lakini uhusiano wake uko wazi kabisa. Alikwepa kodi zaidi ya bilioni 16. Victor alisita kwanza kwa sekunde kadhaa. Alivuta pumzi ndefu na kisha alifunga mlango wa gari lake kwa nguvu. Aliwasha injini ya gari na kisha akasema, "Leo siendi kwa sababu ya kodi. Naenda kumwondoa Ademola kwenye maisha ya Liana. Kwa hili faili, Ademola hana ujanja tena." Victor akiwa bado ana hasira na ushupavu wa kimya, gari lake likatokomea kutoka ikulu, likakatiza njia kuu ya Al Hassan Mwinyi, likapita Moroko hadi likaanza kuelekea Goba, nyumbani kwa Ademola. Hali ya hewa ilikuwa ni utulivu, lakini akili ya Victor ilikuwa yenye msongamano wa mawazo. Victor alipofika maeneo ya karibu na nyumba ya Ademola, alizima taa za gari lake ili asijulikane kwa uharaka. Akaegesha mbali kidogo na kutembea kwa miguu kuelekea lango la nyumba hiyo ya kifahari. Alipofika getini, mlinzi mmoja kijana alimkazia macho kwamba, "Wewe unamtafuta nani kaka?" Mlinzi aliuliza kwa ukali mseto na tahadhari. Victor alijibu kwa sauti ya kijasiri lakini ya kawaida, akasema, "Mwambie Ademola, Victor mtoto wa waziri mkuu anahitaji kuonana naye." Mlinzi alionekana kushtuka kidogo. Alimpigia simu Ademola huku akimwangalia Victor kwa macho ya shaka, na baada ya sekunde chache akamwambia, "Ingia, nenda moja kwa moja sebleni, anakungoja." Victor alipopewa hiyo ruhusa, aliingia ndani kwa kujiamini kana kwamba pale ndani labda ni kwake. Alipofika sebleni, kwanza alitupa lile faili juu ya meza na kisha akaketi kwenye sofa moja huku akikunja nne. Ademola aliyekuwa ameketi kwenye kochi la kifahari alivua miwani yake na kisha akasoma na kuangalia faili hilo kwa mashaka mno. Yaani wewe bwana mdogo bado unanifuatafuata? Upuzi gani unauleta kwangu hapa? Ademola aliuliza kwa sauti ya kutuliza lakini iliyojawa na hofu isiyoeleweka. Victor alimtazama Ademola na kisha kwa sauti tulivu iliyojaa tishio akasema, "Sikiliza bwana. Huu ndo mwisho wa mchezo wako." Ademola, tazama vizuri. Faili hilo linaonyesha jinsi ulivyotumia majina ya kampuni feki kukwepa kodi, na inaonyesha jinsi ulivyohalalisha pesa chafu kuwa uwekezaji. Lakini zaidi ya yote, inaonekana kwamba wewe ni mlaghai, na sina sababu kukaa tena kimya. Eliana hatakuwa sehemu ya mchezo wako wa siasa wala kifedha. Yaani bwana mdogo, unatoka huko unakuja mpaka hapa Kwa akili yako unadhani kwamba hii taarifa inaweza kanidhuru mimi Sijui kama inaweza kukudhuru ama haiwezi kukudhuru, ila kimsingi niko hapa kukupa machaguo mawili tu. Jambo la kwanza, unipatie Eliana kwa maana kwamba najua upo naye. Lakini jambo la pili, kama ukigoma kunipatia Eliana, basi jiandae kukumbana na Mheshimiwa Rais baada ya mimi kumfikisha hilo faili. Hapo macho ilimtoka Ademola. Alielewa kabisa ikiwa faili hilo litafika kwa Mheshimiwa Rais, basi kila kitu kwa upande wake kitaharibika.
Suala la kulipa kodi kwa nchi hakuna rais ambaye anaweza kalichekelea. Sikiliza wewe Victor. Victor, wewe huwezi kunitisha wewe bwana. Hizi nyaraka ni fake hizi. Umegushigushi tu nyaraka huko. Mimi nipo kwenye nchi hii kwa zaidi ya miaka 7 sasa, na nimekuwa nikifanya biashara zangu vizuri kabisa kwa kuzingatia sheria za hii nchi. Wewe unakujaje unanitisha bwana wewe? Na kutisha au sio? Ademola, acha kuzunguka. Natumai unaelewa anguko utakalolipata ikiwa tu hilo faili litafika kwa Mheshimiwa Rais. Sasa niambie, unamtoa Eliana au humtoi? Hapo Ademola alikosa la kusema. Alijua kama akiendelea kupinga atakayepoteza ni yeye. Alimtazama msaidizi wake mmoja na kisha akamwamuru akamlete Eliana pale sebleni. Kweli dakika moja mbele Eliana aliletwa pale sebleni huku akionekana kuwa na huzuni sana. Baada ya Eliana kufika sebleni, Victor alisimama, alimshika mkono na kisha akasema, kuanzia sasa nitakuwa nakufuatilia. Na kama utaendelea kukwepa kulipa kodi basi jua kabisa sitakuacha salama. Na kitu kingine, kama usijua kathubutu kumsumbua Eliana kwa namna yoyote ile. Naam, baada ya kusema vile, yeye na Eliana walianza kuondoka taratibu huku Ademola akibaki akiwatazama tu. Walipotoka ndani kwa Ademola, kimya kilitanda kwa sekunde chache. Mpaka walipofika kwenye gari lenyewe kwanza lilikuwa limeegeshwa mbele ya geti. Dirisha la dereva lilikuwa liko wazi, upepo wa goba ukipuliza taratibu na jua la jioni likiangazia kiuno cha Eliana kwa mwanga wa dhahabu. Walipoingia ndani ya gari, Victor alipiga breki ya pumzi akiwa bado hajapona mshtuko wa kukutana uso kwa uso na Ademola. Lakini kabla hajazungumza neno lolote, Eliana alimrukia ghafla kwa nguvu ya furaha na msisimko. Eliana alimkumbatia Victor kwa nguvu kana kwamba alikuwa ameokolewa kutoka shimoni. Alimbusu shavuni, alimbusu kwenye paji la uso na kisha alimshika shavuni na akamwangalia usoni kwa macho ya kumetameta. Asante Victor. Asante kwa kurudi, kwa kunijali. Asante kwa kunitoa kwenye mikono yake yule mtu. Nilijua tu utakuja. Alizungumza kwa sauti ya upole iliyochanganyikana na tabasamu kubwa mno Eliana, kana kwamba hakuwahi kumlilia Victor hata mara moja maishani. Victor alimkodolea macho kwa mshangao usioelezeka na kisha kwa hasira ghafla alimsukuma kidogo pembeni huku akimwambia kwa sauti ya mkazo kwamba Eliana, unafurahia nini sasa? Hivi huu ni wakati kweli wa kukumbatiana? Hivi unajua mimi nimelazimika kwa kiasi gani kukufuata huko? Eliana alicheka. Hakikuwa kicheko cha kejeli, bali kile cha furaha ya mtu aliyekuwa amepotea kwenye giza kwa muda mrefu na hatimaye ameona mwanga. Aliweka mikono yake juu ya mapaja yake, alimtazama Victor na akasema kwa sauti tulivu lakini yenye hisia, hata kama unanichukia Victor, kusema ule kweli mimi nakukubali sana. Ina maana Victor, wewe hulioni hilo kama mimi nakukubali? Usiniletee kauli zako za kijinga wewe. Alafu kwanza naomba uniambie kwa nini umemdanganya bibi yangu ya kwamba maisha yako yanategemea kazi ya house girl? Hivyo Eliana, kwa nini unakuwa mongo wewe? Hasa hapo mimi nimedanganya nini? Kwani si ni kweli hiyo si ndo kazi yangu? Sikiliza mwanamke, mimi sijaja hapa kukuchukua ili sijui unikenulia hayo meno yako. Sikiliza kwanza, wala mimi hunisisimui kwa lolote lile, kwa sababu nimeshaona wanawake warembo zaidi kuliko wewe. Yaani mimi nimekutana na wanawake warembo wazuri kuliko hata wewe. Kwa hiyo hapo mimi ukinitabasamu leo ukinikenulia meno yako hayo, mimi hapa sisisimki chochote kile. Umenielewa? Unasema kweli Victor? Sasa kama ndo hivyo, mbona ulipagawa na mimi ile siku nilipojifanya mtumbuizaji kwenye sherehe ya uchumba wa rafiki yako Rafael? Nisikilize wewe, zile zilikuwa ni hisia tu za muda tu. Yaani pale nilikuwa nafanya drama tu. Natumai unajua vyema ya kwamba wanaume tumeumbwa na hisia, si ndio? Tena hisia zetu za muda mfupi tu. Vyovyote vile ni sawa tu. Sio kila kitu sawa.
sikiliza nikwambie kitu kimoja. Tunaenda nyumbani, lakini sitaki ukae nyumbani kwangu. Yaani tukifika, fanya umwambie bibi yangu na ndugu zangu wengine wote ya kwamba wewe ni nani, wajue ukweli. Kwa nini unapenda kuwa mongo Eliana? Kwa nini nifanye hivyo Victor? Kwa sababu siwezi kuvumilia uongo nyumbani kwangu. Basi utawaambia ukweli wewe mwenyewe, au unaonaje? Wewe sikia wewe. Wakati unaongea uongo wako, mimi sikuwepo. Kwa hiyo hata kwenye ukweli unapaswa kukiri wewe mwenyewe. Yaani usiniingize mimi kwenye kesi yako yaani msalaba wako mama utaubeba wewe mwenyewe. Alafu utanieleza vizuri. Nani kakutuma kwangu na kwa nini ujifanye house girl nyumbani kwangu ili hali wewe ni mtoto wa rais? Twende bwana, mimi nimemiss kumuona bibi yako. Kwanza niambia, alipenda vitambaa nilivyomchagulia? Naam, Victor alibaki amedua. Hakuwa tayari kwa hilo. Hakutarajia majibu ya aina hiyo kutoka kwa Eliana. Alimtazama tena kwa umakini, sura yake, macho yake, tabasamu lake, alafu akageuza macho na kuangalia pembeni kupitia kioo cha mbele cha gari. Kimya kilitawala tena kwa muda, na kisha Victor kwa sauti ya chini iliyojawa na mchanganyiko wa hasira na sitofahamu akasema, yaani mpaka sasa hivi sielewi wewe unataka nini kwenye maisha yangu. Na isitoshe kuna watu wanakuandama. Kuna watu wanataka kukuua Eliana. Na ndio maana mimi nataka wewe urudi kwenu Ikulu. Lakini naona unajifanya kama vile huelewi yani. Unataka mimi niongee lugha gani? Kichina? Ni hao. Shishu. Shishu. Hu hiyo. Victor, sio Victor. Wewe unataka mimi niongee nini ili uweze kuelewa? Victor, mimi wala sijali hilo. Nikiwa na wewe niko salama. Na isitoshe sipo chini yako tena. Mimi ni mfanyakazi wa bibi yako, sio wewe. Wewe nisikilize wewe. Tutarudi pale nyumbani, lakini nataka uwaeleze familia yangu ukweli wewe mwenyewe. Sio mpaka mimi niseme. Ukweli gani unataka nikawaeleze wa familia yako? Uambie wewe ni nani? Si uambie wewe ni nani? Uambie. Kwani unawadanganya kwamba wewe ni maskini, umetoka familia ya kimaskini? Waambie wewe ni mtoto wa rais, waambie wajue ukweli. Aka, mimi siwezi kufanya hivyo. Kama wewe ndo umejua mimi ni nani, basi inatosha Victor. Ila familia yako siwezi kuambia. Victor alimtazama Eliana kwa macho makali mno. Kila sekunde, kila dakika aliona sasa Eliana anakwenda kuwa tatizo rasmi kwenye maisha yake. Alikanyaga mafuta na kisha gari ikaanza safari ya kwenda nyumbani kwake Upanga. Yaani kila kitu alichomwambia Eliana alikuwa anachukulia utani na alikuwa anacheka na kutabasamu, wakati mwenzie alikuwa yuko very serious. Baada ya dakika kadhaa waliweza kufika Upanga, nyumbani kwa Victor. Victor alisimamisha gari lake taratibu mbele ya jumba lake. Tairi likapita juu ya changarawe kwa sauti taratibu kama mialiko ya heshima. Mlango wa upande wa abiria ulifunguliwa. Eliana alishuka akiwa na tabasamu jepesi ambalo Victor hakuweza kulielewa ni tabasamu la ushindi au la upendo, hakujua. Alimfuata taratibu, huku nyuma macho yake akiwa yako bado hayajatulia kisawasawa. Akili ilikuwa bado imezama kwenye tukio la Ademola na maneno ya Eliana. Walipofika mlangoni, bibi yake na Victor, Lady Martina, aliyekuwa ameketi sebuleni akishona kitenge cha harusi, aliposikia mlango unafunguliwa, aliinuka kwa haraka mno. Alipotazama mlangoni, alimwona Eliana anaingia akiwa sambamba na Victor. Alitabasamu, tabasamu kubwa likapamba usoni mwake. Bibi yangu kipenzi, umerudi. Bibi alipaza sauti kwa furaha isiyokuwa na kifani. Aliacha kitenge chake na kumkimbilia Eliana kwa mikono miwili. Yaani ilionekana kama mama aliyempoteza mwanae kwa muda mrefu. Eliana alikimbia pia, wakakumbatiana kwa nguvu, huku Lady Martina akimuinua Eliana kidogo kwa furaha kama vile mtoto mdogo. Yaani wewe ndo furaha yangu. Wewe ndo furaha wa hii familia. Usiwahi tena kuondoka bila kusema. Usisahau hilo, sawa? Alisema bibi yake na Victor, huku machozi ya furaha yakimtiririka taratibu kabisa. Victor alisimama pembeni tu, akitabasamu kwa mbali, huku mikono ikiwa iko mfukoni. Aliona namna Eliana alivyopendwa mno na bibi yake.
hata kuzidi baadhi ya wanafamilia wa damu. Hali ile ilimchanganya zaidi, lakini hakutaka kuharibu furaha ya muda huo. Bibi Martina alimshika mkono Eliana na akasema kwa bashasha, njoo bana, twende chumbani haraka. Maandalizi ya harusi ya Duncan bado hayajakamilika na sitaki mtu mwingine anigusie vile vitambaa vya jioni isipokuwa wewe. Harusi ya Duncan bado ipo? Eliana aliuliza kwa tabasamu. Bado ipo, tena ipo kwa moto wa uhakika kabisa. Wanafanya harusi ya kifalme na mimi nataka kila kitu kiwe kikamilifu. Bibi yake na Victor alijibu kwa nguvu na msisitizo wa kifahari. Eliana alicheka na kisha akamfuata, huku Victor yakibaki anawatazama tu. Alibaki anawatazama tu wakiingia chumbani kwa furaha mno. Victor alishusha pumzi ndefu na kisha akajigeuza na kuelekea kwenye store yake ya muziki, lakini akiwa njiani moyo wake haukumwacha salama. Kwa macho Eliana alikuwa ni sehemu ya familia, kwa roho alikuwa ni kitendawili kilichomhitaji muda kukitegua, lakini kwa sasa aliamua kuyapumzisha maswali yake na kuruhusu harusi ya Duncan ipendezeshe upepo nyumba yao, angalau kwa muda basi. Wakati huo tukirudi kwa Ademola. Ademola bado alikuwa amesimama mbele ya dirisha kubwa la kioo la nyumbani kwake, macho yake yakiangalia nje bila kuzingatia chochote. Mdomo wake ulikuwa umebana kwa hasira, ngumi zake zikiwa zimekunjwa pembeni kama mtu aliyekuwa tayari kushambulia kivuli chake mwenyewe. Meza ya mbele yake ilikuwa imejaa glasi ya whisky nusu. Pia kulikuwa kuna baadhi ya karatasi, lakini pia kulikuwa hapo kuna laptop iliyoachwa wazi bila kufungwa. Mara mlango ligongwa na kisha msaidizi wake maalum afahamikaye kwa jina la Tunji aliingia kwa haraka, huku uso wake ukiwa na hofu iliyochanganyikana na wasiwasi. Bosi, samahani kwa usumbufu bosi, lakini tunahitaji kuzungumza sasa hivi, Tunji alisema kwa sauti ya chini lakini yenye msisitizo. Ademola alimtazama Tunji na kisha akasema, unataka kuzungumza nini Tunji? Tunji alimsogelea bosi wake taratibu na kisha akasema, bosi, mambo sio mazuri, lakini hata hivyo nimechukua hatua kuhusiana na Victor. Faili alilonalo halitakuwa na madhara tena kwetu. Tutashinda hii vita bila kutumia misuli, bali akili na siasa tu. Ademola aligeuka na kumtazama tena Tunji. Akamuuliza, Tunji, una maana gani? Tunji aliweka karatasi mezani na kisha akasema kwa sauti ya kimkakati, bosi, ukienda moja kwa moja kwa Mheshimiwa Rais na ukamwambia kwamba binti yake hafuati tena maadili ya Ikulu, ya kwamba haishi pale Ikulu na sasa anazurura hovyo kwa mtaani, hatokaa kimya tu. Hii inaweza kumchochea akakuozesha haraka binti yake, kwa sababu rais hatopenda kuona binti yake anazurura mtaani, kwa atamuozesha haraka sana kwako. Na vipi kuhusu lile faili sasa? Victor, unajua na ushahidi mzito sana dhidi yetu juu ya swala zima la ukwepaji wa kodi, akaunti kivuli, kampuni bandia. Vyote hivi ni hatari sana kwetu Tunji, ikiwa ataviwasilisha kwa Mheshimiwa Rais. Tunji alitabasamu kijasusi na kisha akasema, bosi, hilo tayari mimi nimeshalishughulikia. Nimeonana na mkurugenzi mkuu wa TRA pamoja na waziri wa uchumi. Tumeweka mikakati ya kudhibiti hasira yoyote itakayoweza kutokea. Tumechomeka taarifa mpya kwenye mfumo na tumeanzisha uchunguzi wa kina unaoelekeza kwenye kampuni nyingine kama chanzo kikuu. Faili la Victor halina tena maana lile bosi. Na bosi, usisahau, njia pekee ya kufunga huu mchezo ni kumwoa Eliana haraka iwezekanavyo. Yaani ukishamwoa Eliana, hata itokee Victor akasambaza yale mafaili, rais hatochukua hatua kali kirahisi tu, kwa sababu utakuwa ni mkwe wake. Itakuwa ni siasa na familia vimegongana. Hapo bosi utakuwa uko salama, kwa sababu akikuaibisha wewe ni sawasawa ameiaibisha familia yake. Tunji, nitafanya kama ulivyosema, na kama Victor atajaribu kunizuia tena, basi nitatumia njia nyingine.
Hii sio vita ya kihisia tena. Sijui umenielewa Tunji. Hii ni vita ya heshima na mimi sitapoteza. Ademola baada ya kumaliza kuongea na kijakazi wake Tunji hakutaka tena muda. Muda huo huo alifunga safari mpaka Ikulu. Alipowasili alishuka kwenye gari huku walinzi wakimwongoza moja kwa moja mpaka ndani ya jengo la utawala, ukumbi maalum wa wageni mashuhuri. Ndani ya dakika chache Ademola aliweza kuruhusiwa kuingia kwenye ofisi ya rais. Alikuta rais tayari ameketi, macho yakiwa ni makali, sura ikiwa imetulia lakini yenye busara nzito ya mtu mwenye mamlaka makubwa. Karibu sana Ademola, rais alisema kwa sauti ya utawala. Umekuja ghafla sana. Kuna nini kinaendelea? Ademola alisimama kwa heshima, alinama kidogo na kisha akaanza kusema, Mheshimiwa Rais, naomba unielewe. Najua hili litakushangaza, lakini nina hofu kubwa kuhusu usalama wa Eliana. Sema tu, Eliana kafanya nini tena? Yaani iko hivi mheshimiwa, sijui utalipokeaje hili swala, lakini kimsingi nimeona nilifikishe tu kwako. Kimsingi Eliana siku hizi haonekani hapa tena. Nilipouliza niliambiwa kwamba kwa sasa anaishi kwa binamu yake, lakini nilipojaribu kufuatilia nilikuja kugundua kwamba Eliana amekuwa akizunguka kwa mtaani bila ulinzi rasmi. Hali hii Mheshimiwa Rais, unajua ni hatari sana kwa usalama wa binti yako, hususan ukizingatia hadhi yake kama mtoto rais. Anaweza kuwa mlengwa wa moja kwa moja wa maadui wa serikali. Ademola, unamaanisha nini kusema anazunguka mtaani? Mheshimiwa Rais, unajua nimeambiwa na watu wa karibu ya kwamba Eliana anaishi kwenye makazi ambayo ni rahisi sana kufikiwa na watu wabaya ikiwa tu atagundulika kwamba yeye ni nani. Anajificha sehemu ambazo hata sijulikani. Kama maadui wa serikali watamkamata, itakuwa ni janga mheshimiwa. Naam, Ademola kijana wa Kinigeria alisema kwa uzito mkubwa mno. Mheshimiwa Rais kwanza alipumua kwa kina na kisha aligemea kwenye kiti chake cha kifahari. Alijaribu kudhibiti hasira iliyokuwa inampanda taratibu. Kwa nini asiongee na mimi? Kwa nini afanye kitu kama hiki? Ina maana kumpa uhuru kwenda popote anapopataka bila maafisa wa usalama imekuwa ni shida sana kwake, si ndio manake? Hapo Mheshimiwa Rais alichukua simu ya mezani, alibonyeza kitufe kimoja na kisha akasema kwa sauti thabiti, wito wa haraka viongozi wa ulinzi binafsi wa familia yangu waje hapa sasa hivi. Hapo Mheshimiwa Rais akamgeukia Ademola na kisha akamwambia, nashukuru sana kwa kuniambia. Uaminifu wako utalipwa. Kweli dakika chache baadaye maafisa wakuu wa usalama walifika ofisini. Rais aliinuka akawaambia kwa sauti isiyokuwa na mjadala kwamba binti yangu Eliana anataka patikane haraka iwezekanavyo, mleteni hapa. Haiwezekani mtoto wa rais awe mtaani bila ulinzi. Kila dakika anakuwa kwenye hatari. Nadhani tumeelewana. Ademola alijifanya kuonesha uso wa huruma na kujali, lakini ndani ya moyo wake kulikuwa kuna tabasamu la ushindi. Mpango wa Tunji ulikuwa unaanza kufanya kazi. Wakati huo sasa, msikilizaji, nyumbani kwa Victor, maandalizi ya harusi ya Duncan yalikuwa yakiendelea kwa shamra pale ndani. Ghafla mlango wa mbele wa geti ulifunguliwa kwa kishindo kikubwa. Gari jeupe la serikali lilisimama kwa nguvu mbele ya mlango wa kuingilia sebuleni. Askari watatu walivalia sare rasmi za usalama wa taifa kutoka Ikulu waliingia ndani kwa ukakamavu. Watu wote walikuwa sebuleni: bibi yake Victor, mama yake, binamu yake Duncan, Gublus pamoja na baadhi ya wapambaji waliokuwa wakihudumu hapo. Waligeuka kwa mshangao mkubwa. Bibi yake na Victor alinyanyuka kwa nguvu akasema, kuna nini tena hapa? Aliuliza kwa sauti mshangao. Afisa mmoja alisogea mbele
Alisimama katikati ya sebule na akasema kwa sauti ya mamlaka, tunaomba kuondoka na Bi Eliana kwa maelekezo ya moja kwa moja kutoka kwa Mheshimiwa Rais. Bi Eliana ni binti wa rais. He? Nini? Watu wote walisema kwa pamoja kwa mshangao, kana kwamba walikuwa wamepigwa na kauli hiyo. Eliana ambaye muda huo alikuwa yuko jikoni akisaidia kutandika meza ya chakula, aliposikia kile kimya kikuu cha ghafla, alikuja taratibu sebuleni. Aliposimama tu mbele ya kila mtu, macho yote yalikuwa yapo kwake. Bibi yake na Victor alisogea mbele kidogo na kisha akamuuliza, Eliana, ni kweli haya yanayosemwa hapa? Aliuliza kwa sauti ya kukatika katika. Eliana alishusha pumzi ndefu. Alimsogelea bibi yake na Victor taratibu, alipiga magoti mbele yake na kusema kwa sauti ya heshima, samahani sana bibi, niliwaficha kwa sababu niliingia hapa kwa mapenzi, sio kwa hadhi yangu. Nilimpenda Victor. Nilikuwa na matumaini kwamba labda siku moja ataniangalia kwa jicho la tofauti, na ndio maana niliamua kujifanya mfanyakazi wa ndani. Niliamua kujifanya mfanyakazi wa kawaida. Sikujua kama itafika huku. Mama yake na Victor alishika kichwa kwa mshangao. Kwa hiyo binti wa rais amekuwa akiishi nyumbani kwa kijana wangu kama dada wa kazi? Alihoji mama Victor huku akionekana kushangaa sana na tukio hilo. Victor alikuwa kasimama pembeni, alibaki na mtazama tu Eliana kwa macho yaliyojaa mshtuko, maumivu na maswali yasiyokuwa na majibu. Kila mmoja sebuleni alihisi kama yupo kwenye sinema hivi. Hakuna aliyekuwa tayari kuamini hilo, ingawa ndivyo ukweli wenyewe ulivyokuwa. Kila mtu alishangaa. Wengi wao waliona kama vile tukio hilo ni la karne ya mwaka. Hakuna aliyewahi kuwaza kama ipo siku anaweza kusikia habari kama hiyo. Afisa wa usalama alisogea taratibu na kisha akasema, tunaomba tuondoke naye sasa, tuko kwenye majukumu ya kiserikali. Eliana alisimama, akawatupia macho kila mmoja kwa tabasamu la maumivu, na kisha akamkaribia bibi yake na Victor na akamkumbatia kwa upole. Akamwambia, samahani sana kwa uongo wangu bibi. Nilikuwa na ndoto ya kawaida tu, lakini haikuwa rahisi kama nilivyofikiria, alisema kwa sauti ya huzuni. Victor alitaka kusema kitu lakini mdomo wake haukutoa sauti. Eliana alimwangalia kwa mara ya mwisho, macho yao yakakutana kwa sekunde chache. Ukimya wenye maana mzito ulitanda katikati yao. Aligeuka na kuongozwa kuelekea nje ya nyumba. Mlango ulipofungwa nyuma yao, kila mtu alibaki kimya. Ilikuwa ni kama mchana wa njozi ndani ya furaha ya harusi. Victor aliketi taratibu kwenye kochi. Alinamisha kichwa. Kilipita kimya cha dakika kadhaa huku kila mtu akijaribu kuwaza kile kilichotokea pale ndani. Baada ya ukimya huo, Lady Martina, bibi yake na Victor, alimtazama Victor na kisha akamuuliza, Victor, wewe ulikuwa unajua hili kama Eliana ni binti wa Mheshimiwa Rais? Bibi, yani mimi mwenyewe nilikuja kujua hivi karibuni. Unasemaje? Ina maana ulijua hilo na ukaamua kukaa kimya tu? Mbona una hatari sana wewe? Vipi kama yule binti angedhurika? Huoni kama kesi ingekuwa ni kwako? Yani bibi, nilikosa la kufanya kwa upande wangu. Nilikuwa nahisi huenda katumwa na rais kuweza kunichunguza, na kimsingi nadhani ni hivyo kabisa yani. Sasa mbona amesema nakupenda? Hata mimi ndo nasikia hilo leo. Nilikuwa sijui kabisa kuhusu hilo bibi. Sawa, kitu cha umuhimu tayari rais kamchukua binti yake. Kwa hiyo sisi tunaweza kuendelea na sherehe yetu. Lady Martina aliongea huku akiwatazama wanafamilia wengine, akiwataka waendelee na ratiba yao ya maandalizi ya harusi. Maandalizi yakiwa yanaendelea, getini mwa jumba hilo, mwanadada Hafsa, mpenzi wa Victor, alionekana akiingia ndani. Wa kwanza kumwona alikuwa ni Victor, ambapo aliweza kumwona kupitia dirishani kwake. Kwa kile kilichotokea pale, Victor aliona haitokuwa vizuri kumtambulisha leo Hafsa mbele ya familia yake, eti ya kwamba ni mpenzi wake. Haraka sana alimuwahi kabla hata hajaingia ndani. Alipita mlangoni na kisha akatoka naye nje kabisa jumba lake. Wewe Victor, unafanya nini sasa? Kwa nini umenitoa ndani hivyo? Kuna nini? Afu mbona watu wengi? Alihoji Hafsa. Kwanza Victor alimbusu shavuni na kisha akamwambia, sikiliza mpenzi wangu, sio leo. Yani leo siko vizuri.
Yani leo huko ndani hakuja kapoa kabisa. Kivipi? Yani kwa nini sijeni? Nisikilize Hafsa, kumbe yule house girl bwana ni binti wa rais. House girl gani? Yule aliyekuwa anajiita Rehema. Jina lake halisi kabisa anaitwa Eliana, ni mtoto wa rais. What? Hafsa alishangaa, hata yeye mwenyewe hakutaka kuamini kabisa hilo. Yaani binti wa rais ajifanye house girl? Victor, hebu subiri kwanza. Hivi una uhakika na maneno yangu Victor? Amekuja kuchukuliwa na maskari wa ikulu leo. Sasa unataka niwe na uhakika gani katika hilo? Asa kwa nini alifanya hivyo? Kwa kweli bado sijui, ila kwa maelezo yake eti kasema kwa sababu eti alikuwa ananipenda. Hapo Hafsa alionekana kuwaza kidogo na ndipo akasema, sasa ndo naelewa. Kumbe mashaka yangu kuwa anakutaka yalikuwa yako sahihi. Mimi nilijua hilo, sema wewe ni kama vile ulikuwa hulioni tu. Na hata hivyo kama kaondoka, huo ni ushindi kwetu. Yaani kama angepatwa na kitu kibaya, wongewajibika baba. Kwanza ndani kuna nini? Mbona watu wengi vile? Kuna harusi ya binamu yangu inafanyika kesho. Kwa hiyo ndo utaki hata kunihudhuria eti? Hapana, sina maana hiyo. Yaani kama kuja uje kesho kwenye harusi, kama sehemu ya wageni walikwa. Kwa leo mimi sitamani tena kumpa maswali bibi yangu, hasa na ukizingatia hiki kilichotokea. Mimi namjua vizuri sana bibi yangu, ni mtu wa kuhoji sana. Unajua kwa umri wake, kama ukionyesha ukaidi kwake inakuwa ni mbaya sana kwa afya yake. Kwa hiyo ni bora tuje kesho kwenye harusi, maswali hayo hayatakuwa mengi. Na isitoshe baada ya harusi watu wote wataondoka. Kwa hiyo tutaendelea na maisha yetu kama kawaida. Sawa, ila bana, niahidi jambo kabla sijaondoka. Jambo gani tena Hafsa? Baada ya binamu yako, naomba ifuate ndoa yetu. Una maana gani? Hujanielewa? Usitaki kusema hujanielewa bana. Yaani unamaanisha ndoa kabisa, tufunge ndoa mimi na wewe? Hafsa, tulishaongea hilo kabla. Mimi sina mpango wa kuoa kwa sasa mpaka nifikishe miaka 30. Huu ndo muda wetu wa kula maisha. Yaani huu ndo muda wetu wa kula maisha. Tuoane, tunaharakia nini? Huu muda wa kula maisha, tutafute pesa kwa jasho, na isitoshe bado ni mapema sana sisi kuingia kwenye ndoa bwana. Victor, kwani tatizo liko wapi kwani? Una miaka 26, mimi na miaka 24. Kama ni kazi nzuri tayari uko nayo Victor. Kama ni maisha mazuri tayari uko nayo. Sasa kwa nini tusifunge ndoa? Tukaanzisha familia yetu. Au unataka kuendelea tu kuwa na hao mademu zako, au si ndio? Hafsa, mbona unataka sasa tuishie kugombana wakati tumeanza maongezi vizuri tu? Ni kwa sababu sikuelewi Victor. Yaani kila nikiongelea swala la ndoa, ukose sababu we baba. Kwa nini? Mpaka nahisi labda una wanawake wengine. Hayo maneno sio mazuri kwa afya ya penzi letu bwana kipenzi. Hebu fanya hivi. Usikiliza, wewe rudi kwanza nyumbani. Alafu kesho baada ya harusi tutapanga ya kwetu, hiyo harusi yetu kwamba itakuwa lini na vitu kama hivyo. Victor, unasema kweli? Sasa mimi ndio nimekwambia. Wewe unataka nibadili mawazo ama? Usibadili, hapana mpenzi, usibadili bwana. Mimi nilikuwa nasubiri kwa hamu kusikia hiyo kauli yako kama tutafunga ndoa. Okay, basi ngoja mimi niende kabla hujabadili mawazo yako. Naam, Hafsa alimkumbatia tena Victor, alimpiga busu shavuni na kisha aliingia kwenye gari lake dogo na kisha kaondoka zake. Naam, wakati huo tukija ndani ya ikulu, tayari Eliana alikuwa kashafikishwa mbele ya baba yake, Mheshimiwa Rais. Uso wa rais ulionekana kuwa ni wa ghadhabu isiyopimika hata kidogo. Mkewe alijaribu kumtuliza lakini bado haikuonekana kusaidia kwa chochote kitu kile. Binti yangu, unaweza kuniambia nini hiki ulikuwa unakifanya? Kwa nini ulinidanganya kwamba unaenda kukaa kwa binamu yako, lakini kumbe sivyo ulivyofanya? Ina maana haujui kama wewe ni mtoto wa nani, si ndio manake? Hivi wakati unafanya huo ujinga wako, ulijiuliza hata kidogo ikiwa waandishi wa habari watajua kama wewe unadhurula mitaani, italeta picha gani kwa heshima ya familia ya mtawala wa nchi?
Si ninakuuliza wewe, hebu nijibu haraka. Hapo alibwatuka Mheshimiwa Rais. Eliana alikuwa analia. Alimtazama baba yake kwa upole na kisha alianza kuzungumza. Baba, najua kama nimekosea. Najua kama nilikuwa najiweka kwenye hatari kutokana na hadhi ya familia yangu kwa sasa. Lakini kusema ule kweli baba, mimi nilikuwa natafuta haki yangu. Kitu ambacho wewe ni unakidumisha hapa nchini. Nilikuwa natafuta haki yangu ya upendo. Sikutaka hadhi yangu kama binti wa rais iingilie uhuru wa moyo wangu baba. Wewe unazungumza vitu gani we mtoto? Ina maana kukuacha huru uishi bila kuwa na walinzi ambao wanakufuatilia na kukupangia nini cha kufanya ili kuweza kulinda jina la familia yetu na hadhi yetu. Sasa hiyo ndio imekuwa ni kosa, ndio manake. Yaani uhuru nilokupatia kwenye maisha yako umekuwa kosa. Hapana baba. Najua unanipenda sana na ndio maana ukaniacha niishi vile ambavyo mimi napenda mimi mwenyewe. Sasa kama unalijua hilo, kwa nini ulikuwa unadhurura mitaani? Yaani kama vile huna wazazi au kama vile huna familia. Baba, sikuwa na dharura mitaani. Ila ulikuwa uko wapi? Baba, mimi nilikuwa naishi nyumbani kwa Victor. Victor? Victor gani? Mtoto wa Waziri Mkuu Profesa Mazanda. Hapo Mheshimiwa Rais alimshangaa binti yake. Alimkazia macho binti yake na kisha kamuuliza kwamba ni kwa nini ukaenda kuishi kwa Victor. Swali hili lilimfanya Eliana ashindwe kuongea. Alitambua kabisa ya kuwa jambo ambalo atalitoa hapa kwa vyovyote vile litamkera tu baba yake. Mheshimiwa Rais alimtazama mkewe na kisha kauliza, hivi mama Eliana, ina maana huu ujinga wa binti yako ulikuwa unaujua, lakini hukutaka kuniambia mpaka nasikia hili swala kutoka nje ya familia yangu? Kweli? Kabla mama Eliana hajajibu chochote, Eliana alidakia kwa mbele. Baba, mama hausiki kwa chochote. Hata yeye alikuwa hajui hilo pia. Hili ni kosa langu, lakini nakiri kwako baba kwamba nimefanya hivi kwa sababu ya kutafuta haki yangu. Hivi wewe mtoto unajielewa kweli kwa unachokiongea? Haki gani unayoiongelea hapo? Yaani umetoka kwa wazazi wako, umeenda kuishi na mwanaume unyumba aliyekuwa sio mpenzi wako wala sio mume wako, alafu bado unasimama mbele yangu unasema kwamba ulienda kutafuta haki. Hivi wewe unatumia akili hata kidogo kwenye kuzungumza kwako? Baba, nilifanya hivi kwa sababu sitaki kuolewa na Ademola. Mimi nampenda sana Victor. Na lengo la kwenda kuishi kwake nilitaka nipende mwenyewe bila kujua kwanza mimi ni nani hasa. Hapo Mheshimiwa Rais alipigwa na butwaa. Jazba ya hasira ilimpanda. Alimtazama binti yake kwa macho makali na kisha akamwambia, unasemaje wewe? Ni wapi umeona mwanamke anafanya kitu ulichokifanya wewe ili kumpata mwanaume? Yaani unajipeleka kwa mwanaume wewe mwenyewe kiurahisi tu ukitegemea kupende? Kweli Eliana? Kwa nini unaidhalilisha familia yangu kiasi hiki? Ina maana Eliana hujui wewe ni binti wa familia gani sasa hivi, si ndio? Sasa sikia, kwa kuwa umeamua kujifanya wewe ni mjinga, nitaishi na wewe vile inavyofaa. Sasa basi, kuanzia sasa utakuwa uko chini ya ulinzi wa askari wa familia hapa ndani.
Hakuna kutoka bila taarifa. Hakuna kuongea na watu nje bila ya askari kuweza kujua unaongea na nani. Haya, nenda chomani kwa haraka sana, sitaki kukuona hapa Eliana. Eliana aliangua kilio. Alimtazama babake na kisha alianza kusema, baba, unanionea, huwezi kunifanyia hivi. Mimi sio mfungwa. Kwa nini nichungwe namna hiyo? Hata kuku mwenyewe hachungu kiasi hiko. Hii sio sawa baba. Mheshimiwa Rais hakujibu chochote, badala yake alimtazama mkewe na kisha alimpa ishara ya kuwa amchukue binti yake ampeleke chumbani kwake. Baada ya Eliana kupelekwa chumbani, Mheshimiwa Rais aliagiza msaidizi wa Grace aletwe ofisini kwake. Kweli, dakika moja mbele Grace alifika, huku akionekana kuwa na hofu sana, hasa baada ya kujua kuwa Mheshimiwa Rais kaujua ukweli wote wa binti yake. Grace, kwa nini ulinificha hili jambo? Wewe si ulichaguliwa kuwa msaidizi wa binti yangu Eliana? Sasa unawezaje kushirikiana naye kwenye ujinga kama huu aloweza kufanya? Naomba nisamehe mheshimiwa. Msamaha wako ungebadilika kitu gani ikiwa Eliana angepata matatizo huko mtaani? Grace alikosa cha kujibu zaidi tu ya kuinamisha kichwa kwa hofu. Kilipita kimya kidogo na kisha Mheshimiwa Rais akauliza, Eliana aliwezaje kwenda kuishi na Victor? Yaani mheshimiwa, ni kwamba Eliana alijifanya ni house girl mpya kwenye ile nyumba ambayo Victor akapewa na serikali. Unasemaje? Shenzi kabisa huyu binti. Hayo mawazo kayatoa wapi huyu mtoto? Yaani yeye wakwenda kujifanya house girl kisa huyo Victor? Huyo Victor alikuwa anajua kama Eliana ni nani? Hapana mheshimiwa, Victor hakuwa anajua, labda ni kwa kujua hilo basi kajua leo. Na vipi, unahisi huyo Victor naye anampenda binti yangu Eliana? Kusema ukweli mheshimiwa, Victor wala hana mapenzi na Eliana, na ndio maana Eliana akaamua kufanya hivi akiamini ya kuwa akiwa karibu na Victor kunaweza kukazaa upendo baina yao. Sawa, unaweza ukaenda, lakini hili swala halitoisha hivi hivi. Lazima uwajibike kwa makosa yako Grace. Umefanya kinyume na majukumu yako yalivyopaswa kuweza kuwa. Naam. Grace aliposikia hivyo alijua moja kwa moja na kwenda kufutwa kazi. Pale pale alipiga magoti mbele ya Mheshimiwa Rais. Alianza kulia huku akimwomba Rais amsamehe asije akamfuta kazi. Ingawa Mheshimiwa Rais alikuwa na hasira, lakini bado haikumfanya asimsamehe Grace. Alimtazama na kisha akamwambia, sasa nenda kaendelee na kazi, lakini usije ukarudia tena makosa kama haya. Nadhani tumeelewana. Baada ya Grace kutoka, Rais alibaki akiwa na mawazo sana juu ya lile swala. Kwa namna alivyomwona binti yake, aliona na mapenzi ya dhati kwa Victor, lakini pia kulikuwa kuna msukumo wa homoni za usichana, hasa ukizingatia ndio kwanza Eliana alikuwa ni bado binti mdogo wa miaka 23. Kwa hiyo bado alikuwa hajakomaa sana kwenye masuala ya kimahusiano. Usiku ulipowadia, ndani ya jumba la Ikulu, meza ya chakula cha usiku ilikuwa imepambwa kwa ustadi wa hali ya juu. Sahani za dhahabu, vikombe vya kioo cha thamani, mishumaa yenye harufu ya vanila ikiwaka kwa mwanga hafifu. Mheshimiwa Rais Moses Sarungi alikuwa ameketi upande mmoja wa meza akiwa amevalia suti yake safi kabisa, huku pembeni yake akiwa mkewe Mama Eliana aliyeonekana kuwa mpole lakini mwenye macho kutambua kila kitu. Walikuwa wakila kimya kimya mpaka pale Mheshimiwa Rais alipoachia umma taratibu, akainua macho na kisha akasema, Eliana yuko wapi? Mbona sijaona hata uso wake toka niliposema mpeleke chumbani kwake?
Mwanao yuko chumbani kwake kajifungia toka saa 7 mchana. Hata chakula hajala. Kwa hiyo kafanya ujinga na bado anajifungia chumbani kwake hata kikula. Hilo mimi halinumizi kichwa. Akisikia njaa yeye mwenye ataomba chakula. Lakini mume wangu, Eliana bado ni mtoto wetu. Na unajua vizuri kwamba jinsi alivyorudishwa kwa nguvu. Hata mimi sipendezwi na hali hii. Ni kama vile tunamlazimisha. Mama Eliana, unasema nini wewe? Kwa hiyo bado unamtetea tu kwa huu ujinga aliofanya binti yako, si ndio? Hapana mume wangu. Sio kwamba namtetea. Najaribu tu kusema yule ni mtoto wetu. Ni kweli kahitimu chuo kikuu, lakini bado haina maana ya kwamba ana udhaifu mkubwa kwenye mahusiano. Hii ndo safari yake ya kwanza kimahusiano kama mtu mzima. Kwa lazima imuathiri sana. Nisikilize Mama Eliana. Binti yako amenikera sana. Sana. Yaani alichokifanya sipati picha kama waandishi wa habari wangekipata. Sijui familia yetu ingeandikwaje huko mtandaoni. Mume wangu, uzuri ni kwamba hilo halijatokea. Sasa una mpango gani na binti yako? Maana hataki kabisa kusikia kuhusu Ademola. Na kiukweli mimi nimemshawishi sana mpaka nimechoka. Hapo Mheshimiwa Rais alinyamaza kwa muda. Alitazama taa za dari kwa sekunde kadhaa na kisha aliweka kijiko mezani. Kwa sasa hivi sitaki kushughulika na hilo swala. Huu sio wakati wake. Niacheni nikamilishe majukumu yangu ya kitaifa kwanza. Baba Eliana, unamaanisha nini? Rais alikunja vidole vyake juu ya meza, akainama kidogo na kisha akasema, Bunge linaanza kikao cha bajeti wiki hii. Swala la mwendelezo wa taifa na utekelezaji wa mipango ya taifa kwa mwaka mzima lazima lipite vizuri. Hii ndio changamoto yangu kubwa sana kwa sasa. Alisimama na kisha akasema, baada ya bajeti ya mwaka wa fedha wa serikali nitatoa uamuzi juu ya Eliana. Na kuhusu huyo kijana wa Waziri Mazanda, nitalichambua hilo baadaye, lakini siwezi kuruhusu ushawishi wa kihisia uingile mustakabali wa familia ya rais wa taifa. Hapo Mama Eliana alibaki kimya, hakusema neno. Alijua mumewe alikuwa akizungumza kama rais wa nchi na si kama baba wa Eliana. Alimtazama tu akiondoka, akielekea katika maktaba yake ya Ikulu, huku akiambatana na walinzi wake wawili wa karibu. Akiwa amebaki pale peke yake, Mama Eliana alitazama upande wa dirishani ambapo upepo mdogo ulikuwa ukitikisa mapazia. Alishusha pumzi ya uchungu, akasema kwa sauti ya chini, Eliana, mtoto wangu, siwezi kukuokoa kwenye dunia ya siasa, lakini labda Victor atajua namna ya kukuokoa kupitia mapenzi. Usiku huo, msikilizaji, Eliana alijifungia peke yake, kimya kikuu kikitawala chumba kizima, licha upepo wa viyoyozi taratibu kupuliza. Pazia lilikuwa lijafungwa kabisa, hivyo mwanga wa miale hafifu ya mwezi uliokuwa katikati ya anga uliingia ndani, ukichanganyikana na mwanga wa taa ndogo ndogo za pembezoni mwa kitanda chake. Eliana alikuwa ameketi pembezoni mwa kitanda chake kikubwa cha kifalme. Alikuwa amevalia night dress ya hariri rangi ya fedha iliyoambatana na robe ya urembo iliyoacha mabega yake wazi. Nywele zake Eliana ndefu za asili zilikuwa zimevurugika kidogo na macho yake yalikuwa ni mekundu kama ishara ya kilio cha muda mrefu. Mkononi alishikilia picha ndogo ya haraka aliyowahi kuipiga na Victor siku ile walipokuwa Kariakoo wakicheka bila sababu,
huku wakiwa wameshika vitambaa vya rangi tofauti tofauti. Picha yenyewe haikuwa ya kifahari, lakini kwake Eliana ilikuwa ni ya thamani zaidi ya vitu vyote vya baba yake. Eliana alijikuta akitabasamu kwa uchungu. Victor, aliita jina hilo kwa sauti ya chini, sauti iliyobeba mapenzi na maumivu kwa wakati mmoja. Alinamisha kichwa chake kwenye mto uliokuwa uko mapajani mwake na kisha akashika pale kifua chake kana kwamba moyo wake ulikuwa unamuuma kimwili. Nilikufuata, nikajifanya mtumishi wako, nikajiumiza kwa kila namna ili nione kama kweli unaweza kuniona kwa macho ya upendo, lakini kumbe nilikuwa najidhalilisha. Eliana alitikisa kichwa taratibu, machozi yalianza kumtoka kimya kimya. Ungejua tu ni namna gani nakupenda Victor. Ungejua tu jinsi gani kila siku nilivyokuwa nikiomba Mungu akufanyie unione mimi kama ni mwanamke wa kweli na sio binti wa rais. Sio mtu wa hadhi ya juu, bali unione kama Eliana tu, mwanamke anayekupenda kwa moyo wake wote. Hapo Eliana aliinuka taratibu, alisogea kwenye dirisha na kisha akafungua kwa upole. Hewa ya usiku ilimvamia usoni, baridi ya taratibu ilimkumbatia. Alinua uso wake Eliana juu, akakutana na mwezi ukimwangazia. Sikupaswa kukupenda, lakini moyo hauchagui Victor. Nikikuona moyo wangu unapiga kwa kasi. Nikikutaja ninajikuta na sahau kama mimi ni Eliana binti wa rais. Mimi ni mwanamke tu anayehitaji kupendwa, lakini naona sina tena hiyo bahati. Haipo tena kwangu. Alinamisha uso wake tena, akajinamia kwenye fremu ya dirisha, akasema kwa sauti ya kuvunjika, lakini kwa sasa nakubali. Labda sikupaswa kuweza kuwa karibu na wewe. Labda nilipaswa kuweza kusalia kuwa binti wa rais, mbali na wewe, mahali ambapo hisia hazingeweza kuniumiza kama hivi leo ninavyoumia. Eliana alishika tena picha ya Victor kwa mikono miwili, alisogeza usoni mwake. Victor, nitakusahau vipi? Machozi yaliendelea kumtoka kama mvua ya kimya, yakiloanisha tu mashavu yake ya upole. Wakati huo kumbe mama yake mzazi alikuwa yuko mlangoni mwake bila yeye mwenye kujua Eliana. Mama yake mzazi alikuwa amesimama kwa dakika nzima akimsikiliza bila hata ya kuingilia. Macho mama yake alibubujikwa na machozi ya kimya kimya. Alijua sasa binti yake hajiumizi kwa kiburi, bali anapigana kwa mapenzi ya kweli. Naam, msikilizaji, asubuhi ya siku iliyofuata majira ya saa 2 kamili, jua la Dar es Salaam lilikuwa limeanza kupanda vizuri juu ya anga, likituma miale yake ya dhahabu juu ya dari la kifahari la jumba la Ikulu. Siku hiyo kulikuwa kuna tukio maalum, mkutano wa wanadiplomasia vijana kutoka mataifa mbalimbali, tukio lililoandaliwa na Wizara ya Mambo ya Nje kwa usaidizi wa Ikulu. Kwa kuwa rais hakutaka watu waanze kuhoji kutokuwepo kwa Eliana, alitoa amri ya kuwa Eliana lazima aonekane hadharani, hata kama ni kwa dakika chache. Ndani ya chumba cha kifalme, Eliana alikuwa ameketi kimya tu kwenye kiti chake cha kuandikia, akiwa bado hajavua gauni lake la usiku. Uso wake ulikuwa ni mlegevu, macho yamevimba kidogo kwa kulia usiku kucha. Hakujua kama bado alikuwa na nguvu ya kutabasamu tena. Moyo wake bado ulikuwa kwenye maumivu makali, maumivu ya kupenda na kuto kujibiwa, maumivu ya kupigania mtu asiyejua thamani ya upendo wake. Mle ndani, msichana wake wa kazi Grace alijaribu kumshawishi sana kwa kumwambia, Eliana, tafadhali, angalau basi hata nikuvalishe tu.
tukio hili ni muhimu kwa taifa. Unajua watu wengi wanakuona kama we mfano, halafu we ni mtoto wa rais. Eliana alinyanyua uso polepole, akamwangalia Grace kwa macho yaliyopoteza rangi yake ya furaha. Mfano wa binti wa rais anayependa mtu asiyempenda, mfano wa binti aliyekataa hadhi kwa ajili ya mapenzi na akachezewa kama kijakazi. Ilikuwa ni sauti ya Eliana, ilikuwa ni dhaifu lakini iliyobeba huzuni ya kina. Grace ilibidi anyamaze. Hakuwa na maneno. Alimpenda binti huyo kwa namna alivyokuwa mpole, mwenye huruma, tofauti kabisa na watu wa familia ya kifalme. Na kwa mara ya kwanza alimwona Eliana akiwa dhaifu kweli kweli, si kwa sababu ya siasa wala siasa za familia, bali ni kwa sababu ya mapenzi. Penzi la Victor lilimvuruga. Baada ya ukimya wa muda mfupi, Eliana alinyanyuka taratibu. Naweza kuvaa sasa Grace, lakini sitavaa kama mtoto wa rais. Sitavaa kama Eliana anayepaswa kuwakilisha ikulu. Nitavaa kama mwanamke aliyejeruhiwa na upendo. Grace alimwangalia kwanza kwa huruma na kisha akamletea gauni la rangi ya samawati lenye mapambo ya dhahabu yaliyotoa mwonekano wa kifalme. Eliana alivaa kimya kimya, akaketi kwenye kiti chake wakati nywele zake zikipangwa. Uso wake Eliana ulikuwa ukipakwa mapoda na kulainisha machozi, na midomo yake Eliana ilipakwa rangi nyororo ya waridi, lakini macho yake hayakuficha chochote. Yalibeba mzigo wa mapenzi yaliyokataliwa na maswali yasiyokuwa na majibu. Wakati anashuka ngazi kuelekea bustani ya mapokezi, maafisa wa protokali walisimama kwa heshima. Kamera zilielekezwa kwake. Watu walitabasamu, wengine walimuita kwa heshima Princess Eliana. Lakini ndani ya moyo wake Eliana hakujisikia kama malkia wala mtoto wa kifalme. Hakujisikia kabisa. Yeye alijisikia ni mpweke zaidi ya wakati wowote ule. Alifika mezani alipokuwa nakaa, akaketi kwa tabasamu la bandia, huku akijiuliza kwa uchungu, je, Victor hivi ananifikiria kama anavyomfikiria? Mkutano uliendelea huku Eliana akijaribu kujihusisha nao, ingawa ndani ya moyo wake hakuwa sawa kabisa. Ilipofika majira ya saa 11 za jioni, ikulu ilikuwa imetulia. Harakati za mkutano wa wanadiplomasia ulikuwa umetamatika. Wageni walishasafirishwa kurudi mahotelini kwao kwa magari ya kifahari. Walinzi wa usalama walikuwa wamerudi kwenye ratiba zao za kawaida, na wafanyakazi wakaanza kurudisha mapambo mahala pake. Lakini ndani ya chumba cha kifalme cha Eliana, ukimya ulikuwa ni mzito sana kiasi kwamba hata kupuliza tu kwa kiyoyozi kulisikika kama vile kelele. Eliana alirudi kutoka bustanini. Alifungua mlango wake taratibu, akaingia ndani pasipo kusema neno hata moja. Alivua viatu vyake kimya kimya, akatupa begi lake pembeni bila ya kujali kilichokuwa ndani, na kisha kaenda moja kwa moja hadi kitandani. Alijilaza kifudifudi. Akiwa bado amevaa lile gauni la kifahari alilolivaa kwenye mkutano, alibana jicho lake kwenye mto, na ndipo taratibu machozi alianza kumtoka. Masikini ya Mungu. Sio yale machozi ya kelele, bali ni machozi ya ndani kwa ndani, machozi yale ambayo yanatiririka kimya kimya, lakini yanachoma moyoni kama moto wa makaa. Aliumia kimya kimya kama malkia anayehukumiwa kwa kosa ambalo hakulifanya. Msimamizi wake wa chumba, Mama Suma, alijaribu kuingia kumpa chakula. Akamwambia Eliana, tafadhali hebu fungua mdomo ule kidogo. Alimsihi kwa upole. Tangu jana usiku hujala, hata maji hujagusa. Lakini muda huo Eliana aligeuza uso, akaangalia ukuta, akasema kwa sauti ya chini sana ya kwamba sina njaa, naomba uondoke. Mama Suma alinyamaza. Alimwangalia binti huyo kwa huzuni. Ikabidi atoke ndani humo taratibu. Mwanamama huyu alimpenda sana Eliana, alimpenda kama mwanaye mwenyewe. Hakuwahi kumwona Eliana akiwa katika hali mbaya namna hii. Dakika zilikuwa zikisogea polepole kama miaka. Saa 7 usiku, Eliana bado alikuwa hajanywa hata maji. Moyo wake ulibeba jambo moja tu, Victor. Alimkumbuka Victor kwa kila namna. Alimkumbuka jinsi alivyomwangalia wakati walipokuwa wote kwenye gari kabla hawajakamatwa na askari kule Kariakoo, ile siku aliyoenda kununua vitambaa. Alikumbuka joto la mkono wake alipopitisha mkono kuvuta mkoba wake.
Eliana alikumbuka hasira za Victor, alikumbuka ukimya wake na hatimaye akakumbuka mpaka alipoweza kumwacha. Alijikuta Eliana akilia kwa huzuni sana huku akijisemea, nimepoteza kila kitu kwa ajili ya Victor. Nimepoteza hadhi, nimepoteza usalama wangu na hata familia yangu. Nimewaweka kando familia yangu kwa sababu ya Victor, lakini bado mimi sio kitu kwake. Kwa nini sasa jamani? Ina maana mimi sio mzuri kiasi cha Victor kunipenda? Alijiliviringisha kitandani na kuangalia dari. Siku iliyofuata, mwanga wa jua la alfajiri ulianza kuingia taratibu kupitia mapazia ya dhahabu yaliyofunika madirisha makubwa ya ikulu. Ndege waliimba nyimbo zao za asubuhi kwenye miti ya bustani, hali ya hewa ikiwa tulivu kama kawaida. Lakini ndani ya ikulu, hasa katika ghorofa ya juu kwenye chumba cha kifahari cha Eliana, binti wa rais, kwenye chumba hicho kulikuwa kuna ukimya mzito mno, ukimya wa ajabu. Wafanyakazi wawili wa usafi, Mama Farida na Hadija, waliokuwa wamezoea kuingia kila asubuhi kumsaidia Eliana usafi wa chumba chake, walifika mlangoni saa 2 kamili kama ilivyokuwa ratiba. Wakaweka pale vifaa vya usafi chini na kisha Mama Farida akagonga mlango taratibu kwa kuita, binti Eliana, habari ya asubuhi. Walisalimia hivyo lakini pakawa kimya. Tunaomba tukuhudumie kama kawaida. Walijiongelesha pale mlangoni lakini hapakuwa na majibu. Waligonga ule mlango tena, sasa wakagonga kwa nguvu zaidi, lakini bado hakuna hata sauti iliyosikika ndani. Walipeana macho ya wasiwasi. Hadija alishika kitasa na kujaribu kufungua. Mlango ulikuwa umefungwa kwa ndani. Mbona sio kawaida yake? Hadija alisema kwa hofu. Eliana huwa anaitika hata kama akiwa amechoka. Basi taarifa itolewe haraka, Mama Farida alimwambia mlinzi wa ndani aliyekuwa jirani. Dakika 2 baadaye, walinzi wa ikulu walifika haraka mno. Kwa kutumia master key walifungua mlango na mara moja kilio kilipaa hewani. Eliana alikuwa ameanguka bafuni. Mdomoni alikuwa anatokwa na mapovu meupe. Yo, Mungu wangu. Nye, Eliana kimemkuta nini? Kakutwa kaanguka chooni, mapovu yanamtoka mdomoni, au alikunywa sumu alitaka kujiua? Mungu wangu. Na kama ndo amejua sasa itakuwaje jamani? Tukutane kwenye sehemu ya 7 kupata kujua nini hasa kilichoweza kuendelea baada ya Eliana kukutwa chooni ameanguka na mapovu yanamtoka mdomoni. Hali si hali, nyie mapenzi haya. Kweli kuna watu machizi mapenzi. Haya, mimi nawaaga Uncle J, tukutane sehemu ya 7, mzigo mtamu wa kuitwa Sweet Love. Tutakuja tu kuelewana kwamba hiki kigongo nyie ni hatari.